Kwenye kwanza tuanze na hili la jana rais wa Marekani Donald Trump alikutana na mwana mfalme wa Saudia. Mohammed bin Salman. Sasa Malaysia tajiri. Mohammed bin Salman tajiri. Tajiri kweli. Sasa katika mazungumzo yao walisaini mikataba mingi ikiwemo ya kiulinzi, ya kibiashara. Lakini wakati wanazungumza Trump akajaribu kugusia, unajua ishu kubwa inayomhusu mwanamfalme wa Saudia kwa miaka yote imekuwa ikizungumzwa ni kifo cha mwanahabari Jamal Khashoggi kabisa. Jamal Khashoggi alifariki na ilikuwa ni kama sintofahamu kwa sababu hata mwili wake hakupatikana. Inaonekana kama alichomwa moto balozini. Sasa ikaenda baadaye ikaonekana tuhuma zikawa zinaenda kwa mwanamfalme kwamba yeye ndo alitekeleza hilo, aliagiza alifanyike hilo na nini. Sasa rais wa Marekani Donald Trump amesema mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman hakujua chochote kuhusu mauaji ya mwandishi wa habari Jamal Khashoggi mwaka 2018 alipomkaribisha mtawala wa ufalme huo katika ikulu ya White House. Trump anamtetea sababu na huyu kwa mujibu wa taarifa nilizonazo hakujua chochote. Yes. Maoni ya Trump yalionekana kupingana kabisa na tathmini ya kijasusi, unakumbuka, ya Marekani mwaka 2021. Hii Marekani imewahi kutoa tathmini yao ya kijasusi mwaka 2021 wakati Trump akiwa sio rais of course. Ambayo ilisema kwamba mwanamfalme huyo alikuwa ameidhinisha operesheni iliyosababisha kifo cha Khashoggi katika ubalozi mdogo wa Saudi Arabia huko Istanbul mwaka 2018. Uturuki. Yes. Marekani kipindi hicho ilisema mwanamfalme anahusika. Sasa hiyo hoja kwanza ya kusema kwamba mwanamfalme hakuhusika mwaka 2021 ilikuwa inapingana na utafiti ambao ulifanyika kuanzia mwaka 2018 2019. Inakuonyesha namna gani kwamba hapo sasa kinacholindwa sasa hivi ni maslahi ya kiuchumi. Kwa sababu kabla ya hao wawili kukutana, mwanamfalme wa Saudia na mwenzake Trump miezi miwili iliyopita alifanya safari au ziara kwenda Mashariki ya Kati. Na akakutana naye Mohammed bin Salman, mwanamfalme wa taifa la Saudi Arabia. Sasa ukitazama Trump cha kwanza Marekani wamewekeza zaidi katika nchi ya Saudia. Na kwa sababu Saudia kwao ni taifa la kimkakati au la kimbuni kwa sababu ya maslahi yao ya kiuchumi. Kwa mfano, leo hii tunapozungumzia mfumo wa petrodora, sawa, mfumo ambao umeunganishwa na mafuta dola Marekani kuwa sehemu ya sarafu ya kuuza mafuta kimataifa. Hiyo system ilianzia kwa Saudia mwaka 1973-74. Wakina Helen Kissinger utazama na kina alikuwa rais wa Marekani Helen Truman waliweza kumshawishi King Abdullah kwamba baada ya kutokea mtikisiko wa mafuta duniani wakamfuata King Abdullah wakamwambia, sikiliza, tunakupa ulinzi lakini hakikisha haya mafuta yako, kwa sababu Saudia ni taifa ambalo linaongozwa kwa uzalishaji wa mafuta ghafi duniani ikifuatia na Urusi, kwamba hakikisha mafuta yako sarafu yetu inatumika kama sarafu ya msingi ya kuweza kununua mafuta duniani. Sasa tangia kipindi hicho tutazama dunia yote imekuwa ikitafuta dola ya Marekani kwa lengo la kufanya biashara ya kimataifa. Sasa hawa wamekuwa ni marafiki zao wa kihistoria zaidi. Kwa hiyo Marekani amekuwa akimpa ulinzi Saudia amekuwa akihakikisha kwamba analinda maslahi ya Marekani katika mfumo wa petrodora. Sasa hii ziara sasa ukitazama imejengwa kwenye maslahi ya msingi mawili. Cha kwanza ni maslahi yao ya kiusalama na maslahi ya kiuchumi. Ukiacha kwamba kifo cha mwanahabari mkosoaji wa sera za Saudia, lakini vile vile hapo kinacholindwa sasa hivi ni maslahi ya kiuchumi. Kuna mkutano tumeshuhudia Saudia wamepewa zile F-15 na 16 fighter jet za ulinzi. Lakini vile vile kuna mpango sasa hivi ambao unaendelea na taifa la China, Urusi na mataifa ya BRICS kwamba wanataka mafuta yao yaweze kununuliwa kwa sarafu zao, sio kwa sarafu ya dola. Kwa hiyo hii ziara ni kwamba Trump anajaribu kumshawishi mwanamfalme, na kimsingi ni rafiki yake. Sawa, kwamba hakikisha hawa watu Urusi na China sarafu zao hazui na nguvu katika mfumo wa kimataifa, kwa sababu sasa hivi tumeshuhudia taifa kwa mfano China limeanza kufanya biashara na Saudia kwa kutumia yuan.
mataifa ya BRICS na mpango kuja na sarafu yao mpya. Lakini Russia ruble, India rupia ya India wanataka kuhakikisha kwamba watumie sarafu zao kama ni mfumo wa kimataifa wa kibiashara. Sasa Marekani amekuwa akidominate mifumo mbalimbali ya kiuchumi, kuanzia katika mfumo wa SWIFT, mfumo wa IMF, mikopo ya kimataifa. Hizi ni benki zao, wanaita ni Bretton Woods Institution, ambazo zilianzishwa mwaka 47 baada ya vita vya dunia, miaka miwili ambayo ilipita. Sasa hii ziara Trump wanamtetea. Tafiti nyingi zinasema kwamba Saudia wanahusika na kifo cha Omar Khashoggi, ambacho wanataja kwamba alikuwa ni mkosoaji mkubwa wa sera za taifa la Saudi Arabia. Sasa alikufa kwa mazingira ambayo aliingia ubalozini. Ukitazama CCTV kamera zinaonyesha kwamba aliingia na hakutoka paka leo. Alienda wapi? Imekuwa ni kizungu mkuti. Kesi zikawa nyingi tangu mwaka 2018 paka leo hii. Sasa baadhi ya wakosoaji wa sera za mwanamfalme, kwa sababu huyo ndio mrithi wa taifa la Saudia. Ukiacha kwamba ni yule mfalme wao, of course anataja kwamba ni mtu ambaye ameweza kuibadilisha, ameweza kubadilisha jangwa kuweza kuwa mahali pazuri watu pa kukimbilia. Kwa sababu Saudia ni taifa lenye jangwa tu. Milima ya mchanga, hawana madini wala hawana dhahabu, lakini wao wana mafuta. Kwa hiyo anataja kwamba ni kiongozi ambaye ameweza kulibadilisha jangwa kuweza kwa nini mahali pazuri pa kiuchumi. Kwa hiyo Marekani wana mpango kwenda kuwekeza zaidi ya dola za Kimarekani trilioni 70 mpaka 700 ambao wanatoa kule Saudia. Sasa hapa vile vile nchi za Kiafrika tujifunze. Wenzetu wakikutana wanazungumza maslahi. Wanateteana. Wanateteana. Na Trump, unajua sera za Trump zinatufundisha vizuri sana. Sasa hivi Trump anaangalia maslahi. Hela iko wapi? Tunafaidika vipi? Umechafuliwa wapi nikusafishe kufanya kazi. Sio mtu ambaye anataka si nikusaidie, si nikupe tu mikopo. Nakopa mikopo mimi napata nini? Kwa hiyo hapo ukitazama Marekani ana secure mfumo wake wa kimataifa wa fedha, Saudia anapata hizo tija za kiuchumi. Kwa sasa na kwa kweli Saudia ni taifa ambalo limekuwa likibadilika sana sasa hivi. Visima vya mafuta vikubwa kutazama, ushawishi mkubwa katika eneo la Middle East, lakini nimeona wamezungumza swala zima la Palestina. Saudia wanaamini ni Palestina bila uwepo wa Hamas, kwa hiyo hapo wanakubaliana, lakini hivi Saudia wanaamini kwamba uwepo mataifa mawili, ambapo kwa sera za Trump na tumeshuhudia juzi bunge la Knesset limeweza kupitisha kuweza kuongeza mipaka katika ukingo wa ukanda wa magharibi almaarufu kama West Bank. Kwa hiyo kuna maeneo ambayo kama viongozi wawili wanakubaliana, lakini kuna maeneo ambayo kama viongozi wawili wanatofautiana. Kwa sasa lakini kwa hiyo ziara ukitazama imejengwa kuna maslahi ya kiuchumi na maslahi ya kiusalama zaidi. Hii ni ziara yake ya kwanza tangu kutokea kwa ili jambo la Khashoggi pale nchini Marekani. Kwa hiyo ndio imekuwa kauli yake ya kwanza akitoa akiwa pale Marekani kwenye hili. Sasa umesema vizuri kwamba yani hii ni swala la kusafishana na kutafuta hela ilipo. Trump sasa anaangalia hela iko wapi. Haya bwana, hayo ni yaliyojiri kwenye ziara hiyo. Naona ziara hii iliambatana pia na baadaye iko na ziara ya Ronaldo. Ronaldo ni kama balozi wa Saudi Arabia duniani. Kabisa. Bwana amekula ubalozi kama unavyosema. Amekula ubalozi, na unajua ukiuangalia mkataba wa KISS wanaita CR7. Sawa? Atacheza mpira wa miguu, lakini atakuwa ni agent wa kuuza utamaduni, taswira. Mkataba wake. Kwa hiyo anatumia Instagram yake, mitandao ya kijamii na ushawishi wake kwa lengo la kuuza taswira ya Kiarabu. Ndio maana sasa hivi Ronaldo kimtazama amekuwa akivaa kanzu kuonyesha utamaduni wa nchi za Kiarabu na Kiislamu kama kuleta kule macho ya dunia. Promotion. Yes, sasa hivi vile vile inatufundisha kwamba mchezaji wa mpira wa miguu anaweza akabadilika akawa ni brand kubwa zaidi ya kidunia. Ndio tutashuhudia kwa Ronaldo au hata kwa Messi. Na hao wenzetu mtei wanatengenezwa. Yaani huyo CR7 hajafika hapo kwa bahati mbaya. Ni mipango mikubwa inatengenezwa. Kwa sasa diplomasia sasa hivi inatambua michezo, wanasema michezo as an instrument of foreign policy. Yaani michezo ni kama nyenzo ya diplomasia ya kimataifa.
unapotaka sasa hivi kufikia maslahi yako ya kiuchumi, yani kwa mfano kuuza taswira ya Tanzania, kuuza taswira ya Marekani, kuuza taswira kwa mfano ya Qatar, lazima uweze kutumia michezo. Kwa nini? Moja, inafikia watu wengi zaidi, lakini cha pili, watu wengi wanashawishika na michezo. Leo hii kwa mfano tunafahamu nani ambaye yuko anajua Qatar? Ni wachache sana, lakini baada ya kombe la dunia 2022 watu wakajua kumbe kuna nchi inaitwa Qatar, nchi ndogo ambayo imeweza kukusanya dunia nzima, na watu wakafurahi. Na ninataja kwamba ni moja ya kombe la dunia ambayo limeweka katika historia kubwa na Messi kuweza kushinda ule ubingwa. Sasa hawa ukitazama Marekani mwakani wataandaa kombe la dunia 2026 na wenzao Mexico na Canada. Kwa hiyo huyu anatumika kama ni mchezaji ambaye ile taswira sasa ya kimataifa, lakini zaidi sana kama nilivyosema utamaduni wa Kiarabu. Kwa hiyo mkataba wake unahusisha mambo hayo mawili. Kwa hiyo wenzetu wamekuwa wakitumia na michezo yao kama ni mkakati wa kuweza kuuza taswira. Sasa vile vile tujiuliza, sisi tuna Afrika tuna michezo yetu, tuwatumie pia. Tuna wasanii vile vile wetu. Namna gani unatumika kama ni mkakati wa kuweza kututambulisha huko duniani. Morning Express.